Nakwambia katika usaliti mwenye control ni mwanamke. Akiwa anasaliti, akiwa anasalitiwa, mwanamke ndiye mwenye control. Akiamua usijue, anaweza hadi akazaa watoto na usijue. Kianza tu kuleta mabadiliko, anahisi kwamba mume wangu sasa hivi kuna jambo limeingia. Utakapokuwa una mtu mwingine ambaye ameshika attention yako, ukizungumza na mimi maneno yako yatakuwa makavu. Kwa tutakuwa tunajua tu hapa. Alafu na kale kadharau kale mnako kakipya kinyemi, huwa mnakapataga yako kadharau. Kwa lazima utatengeneza muda wa kujiri kufanya mambo yako unayotaka kuyafanya. Sasa unapotengeneza muda pale ndipo utakapodakwa. Na mwingine anaacha familia yake, anaenda kuhamia kwa mchepuko. Sasa unamuuliza, kitu kinachokufanya mpaka uache familia yako na watoto uhamie kwa mchepuko ni nini? Anakwambia sina amani. Hivi amani inaletwa na mchepuko? Watu wanafanya fikra za muda mfupi za haraka haraka kwa sababu ya ile addiction, hapa ile starehe wanaoipata. Wakisha kuwa worn out, ikiondoka sasa ile reality kakiki kwamba ubaya wa wanawake ni kwamba hawezi hata kupretend. Akishaingia kwenye dhambi hatoki. Tofauti na wewe. Wewe unaweza ukaingia miezi mitatu ukatoka, ukarudi tena. Ubaya wako wewe ni kwamba nyinyi hamufungi milango. Mkiingia mnatoka, mkiingia mnatoka hivyo. Ila sisi tukiingia ndo kibati. Fanya yote lakini usiombe ukawa katika upande mbaya wa mwanamke. Hata ukiwa kotini kuagi na mwanamke, aghalabu sana ukashinda. Watu wanasema sio manipulation, sio gaslighting. Hakuna mtu anaweza akakupiga kigongo ukaingia ukachanganyikiwa kama mwanamke. Chukua tu mfano wa Samson. Adamu wote wamepigwa ulaghai na akina nani. Wanaume wanakamatwa na usaliti kwa rahisi zaidi kuliko wanawake. Kwa sababu wanaume hawawezi kucheza, yani hawawezi kubalance vitu viwili kwa wakati mmoja. Alafu wanawake wengi wanapenda kuwa wawe rasmi na wanaume. Ila wanaume hawapendi kuwa rasmi na wanawake. Anaweza akachiti akamsaliti mume wake kwa miaka, mume wake asijue, kwa sababu mwanaume anayemsaliti naye hataki kuwa kitu chochote kwa yule mwanamke zaidi ya msaliti mwenzie. Lakini mwanamume akisaliti na mwanamke, lazima mke wake atajua, kwa sababu yule mwanamke anataka kucontrol. Na wewe ukimkabidhi huyo mwanamke ufunguo, kila mtu atajua kuhusu usaliti wako. Ndio hivyo mnavodakwa, yani mnadakwa katika hizo sehemu tu. Na wale ambao ni wataalamu wa kuweza kubalance, wasionyeshe dalili yoyote katika haya maeneo makuu matatu, wao wana survive, wanaweza wakafanya mambo yao na wasidakwe. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Kwani mara ngapi watu wamekufa, wanashangaa mtoto wa kijana wa miaka 24 anaingia ndani, bwana mimi ni mtoto wa fulani. Lakini mamake alizuia siku zote huyu mtoto asije. Aya, kwa nini umekuja leo? Mama amekufa. Yaani yuko pale kwa sababu mamake amekufa. Ina maana kama mamake angekuwa hai wala asingekuja. Kwa sababu alikuwa ameshaweza kufanya nini? Kucontrol. Sasa ukiona yani taarifa zako za usaliti zinavuja zimefika kwa mke wako, ni mwanamke ulionaye kwenye usaliti ameachia. Kwa nini labda kama ni mke wa mtu ambaye anatoka nje ya ndoa yake, ni rahisi ama ni ngumu kukamatwa na mumewe? Ngumu sana kukamatwa akiwa yeye amecontrol. Nakwambia katika usaliti mwenye control ni mwanamke. Akiwa anasaliti, akiwa anasalitiwa, mwanamke ndiye mwenye control. Akiamua usijue, anaweza hadi akazaa watoto na usijue. Mwanamke tunajua huwa anaendeshwa na hisia zaidi. Kwa nini inakuwa ni ngumu kumkamata? Ile hali labda hata ukimkorofisha kidogo anaweza akawa anaonyesha vitu ambavyo ni tofauti na vile ulivyovizoea mwanaume. Unajua ukishaingia katika usaliti, bahati mbaya ni kama unaita nini? Matumizi ya madawa ya kulevya inaitwa addiction, ama kwa Kiswahili wanaita nini? Uraibu. Unapouza dawa, na wewe lazima uwe mlevi wa dawa. Ile dawa unavouza maana yake ni kama usaliti. Lazima nafsi yako itageuka. Utaanza kuwa baradhuli. Nafsi yako itakuwa ngumu. Utakuwa huna uoga. Ego yako itapanda juu. Yaani utakuwa unajiamini kupitiliza. Sasa utakapofikia hii hali ya juu ya kujiamini kupitiliza, unakuwa uogopi kitu. Kwa hiyo unakuwa uko tayari kufanya kitu chochote
muda wowote kuzuia unachokifanya kisijulikane. Sasa mwanamke ambaye amefika katika level hii taratibu, sio mwanamke tena, sio mwanamke tena, ni kama labda wajambazi. Kwa anaweza kufanya kitu chochote, hata hisia zimesha kufa. Yeye kwenye akili yake, plani yake ni kuzuia uovu wake usitoke. Kwa huwezi kumweka yule mwanamke akawa sawa na Mariam ambaye hamsaliti mume wake. Kwanza mwanamke kama huyu akishaanza kutoka nje ya ndoa, kukuacha wewe ni sekunde, lakini Mariam kukuacha itachukua time. Kwanza akulilie, kwanza kubembeleze, kwanza kuombe radhi. Lakini huyu atakwambia kama unaona maisha ni magumu sana, wanawake tuko wengi, jaribu kwa mwanamke mwingine. So mbona huyu ana confidence sana? Kwa sababu ile dawa, yani ule ufedhuli umemfanya mpaka anaondoka utu. Anakuwa na confidence fulani ya ajabu ambayo inaletwa kwa yeye kufanya maovu. Ndio maana unasikia kwamba mambo haya ya usaliti, sijui zina, ni mambo ambayo yanaondoa utu, yanabadilisha nafsi na kuweka madoa katika nafsi yako kiasi kwamba unakosa hofu. Ndio maana unaona mwanaume anasaliti mpaka anakuja, yani anaamua achague mwanamke wa kupita barabarani, aache watoto. Na mwingine anaacha familia yake, anaenda kuhamia kwa mchepuko. Sio akili za kawaida. Ni kwamba yani watu wa fulani ambao wameanza kufikiria bila kutumia akili. Sasa unamuuliza, kitu kinachokufanya mpaka uache familia yako na watoto uhamie kwa mchepuko ni nini? Anakwambia sina amani. Hivi amani inaletwa na mchepuko? Hapana. Sasa amani, nikiwa kule sina anasema nikiwa kule huwa sipati tabu. Utapataje tabu na hakuna watoto, hakuna matumizi? Ni wewe na yeye tu. Acha watoto wazaliwe ndio utakapoona kwamba huku nako kumbe hakuna amani. Sasa ni fikra fulani watu wanafanya, fikra za muda mfupi, za haraka kwa sababu ya ile addiction. Kama ile starehe wanaoipata, wanafanya maamuzi haraka kwa ajili ile starehe. Sasa ikisha kuwa worn out, ikiondoka sasa ile reality ka kick in kwamba kumbe huyu mwanamke anaongea sana, kumbe huyu mwanamke ni mkorofi, ndio sasa anarudi kwa mke wake. Sasa mke wangu, nilifanya makosa, naomba unisamee, sijui tuache yalopita yapite. Sasa unajiuliza, kulikuwa kuna haja gani? Kuna. Lakini master wa kuficha deception ni mwanamke. Hata ukiwa kotini kuagi na mwanamke, aghalabu sana ukashinda. Wanasema sio manipulation, sio gaslighting. Hakuna mtu anaweza akakupiga kigongo ukaingia ukachanganyikiwa kama mwanamke. Chukua tu mfano wa Samsoni, Adamu, wote wamepigwa ulaghai na kila nani. Yani hakuna hata watu ukasikia watu wanasema sisi tunaweka spy, sisi tunaweka jasusi. Majasusi wanawake wana nguvu kuliko majasusi. Na katika historia za ukamatwaji wa watu ambao walikuwa waovu zaidi duniani kutokana na makesi makubwa ya naneli DEA au FBI, waliokamatwa wengi sana wamekamatwa kupitia mwanamke. Wengi. Hata ule wajuzi amekamatwa kusokana ya demu sababu ya mwanamke. Kwa hiyo master wa manipulation, master wa deception, master wa kukugaslight, yani unaweza ukaingizwa hadi hospitali ya Mirembe hapa sasa hivi, mwanamke. Ndio unaambiwa fanya yote, lakini usiombe ukawa katika upande mbaya wa mwanamke. Saa nyingine unajua mtu ukiwa naye karibu una ile, yani kuna utaratibu fulani hivyo unaweza kumsoma. Na mara nyingi wanawake ndo wataalamu wa masomo haya. Anajua ukianza kuact kama mwizi,
anajua huyu jamaa kishaanza kuwa kama panya humo ndani. Kwa hiyo ukianza tu kuleta mabadiliko, anahisi kwamba mume wangu sasa hivi kuna jambo limeingia. Kwa sababu unajua katika mambo haya ya kubadilika tabia, mara nyingi sana wanaume wanaobadilika tabia kutokana na usaliti au laghai wanahitaji kitu kimoja kikubwa, muda. Kwa lazima utatengeneza muda wa kujiri kufanya mambo yako unayotaka kuyafanya. Sasa unapotengeneza muda pale ndipo utakapodakwa. Kwa sababu kama umezoea kuja nyumbani kila siku saa 9, itabidi uje saa 11 ili upate muda wa kufanya mambo yako ya pembeni. Kwa mimi nikishaona tu ratiba yako imebadilika kwenye muda, najua tu hapa tayari tu ilishakatika. La kwanza. La pili, utabadilika kwenye kuzungumza. Kuna ile namna ukizungumza na sisi tunajua kwamba hapa akili yako na attentionship yako yote iko kwangu. Utakapokuwa una mtu mwingine ambaye ameshika attention yako, ukizungumza na mimi maneno yako yatakuwa makavu. Kwa tutakuwa tunajua tu hapa. Alafu na kale kadharau kale mnako kakipya kinyemi, huwa mnakapataga yako kadharau. Naweza tukawa tunaongea ukasimama ukaondoka. Naweza tukawa tunaongea ukaniambia bwana mbona unakuza mambo. Kwa tukiona tu ni kama umeshazoea huyu ni mbwa wangu, huwa namlisha. Huyu mbwa huwa namlisha, huyu mbwa huwa namsimamia kuhusu masuala fulani. Ghafla anaanza kukubwekea. Wewe mwenyewe utashtuka, huyu mbwa mimi ndo namlisha, mbona anaboeka tena hapa? Ndivyo mnavodakwa, mnadakwa katika hizo sehemu tu. Na wale ambao ni wataalamu wa kuweza kubalance, wasionyeshe dalili yoyote katika maeneo makuu matatu, wao wana survive, wanaweza wakafanya mambo yao na wasidakwe. Unajua kwa nini wanaume wanakamatwa na usaliti kwa rahisi zaidi kuliko wanawake? Kwa sababu wanaume hawawezi kucheza, hawawezi kubalance vitu viwili kwa wakati mmoja. Alafu wanawake wengi wanapenda kuwa wawe rasmi na wanaume, ila wanaume hawapendi kuwa rasmi na wanawake. Ndio maana mwanamke anaweza akachiti akamsaliti mume wake kwa miaka, mume wake asijue, kwa sababu mwanaume anayemsaliti naye hataki kuwa kitu chochote kwa yule mwanamke zaidi ya msaliti mwenzie. Lakini mwanamume akisaliti na mwanamke, lazima mke wake atajua, kwa sababu yule mwanamke anataka kucontrol mwanaume. Sasa wewe ukishamuonyesha huyu bibie kwamba wewe ni rahisi kupigwa, kukontroliwa, utakamatwa haraka zaidi. Lakini utakapomuonyesha huyu bibie kwamba wewe sio rahisi kukontroliwa, utakamatwa ila kwa kuchelewa. Kwa hiyo swali langu la msingi, kati ya mwanamke na mwanaume, ni nani ambaye ni rahisi zaidi kukamatwa? Mwanaume. Kwa sababu partner wake wa kufanya naye wizi anapenda control. Hapendi kubaki kwenye nafasi yake. Ndio maana unaona kuna watu wanaweza kawa na mahusiano na watu kwa miaka mingi, mke ajui mpaka mtu anakufa ndo watoto wanaingia. Bwana tulizaa na fulani siku fulani. Ujue ni mwanamke mwenye akili kubwa sana, ndo anaweza kumaintain usaliti usijulikane. Siku zote anaweza kumaintain usaliti usijulikane ni mwanamke. Either akiwa anamchiti mumewe au mumewe akiwa anachiti. Mwanamke ndo ana funguo ya kujulikana usaliti usijulikane. Na wewe ukimkabidhi huyo mwanamke ufunguo, kila mtu atajua kuhusu usaliti wako. Kama mimi uniamini, dada poa. Achi. Hivi hawachagi wale. Mbona sikiaga kuna maneno eti mtani wanasema hivi, yule akiamua ukuache huo upuzi. Aache kabla hujamuoa. Achoke. Wewe mkute ameshaacha yeye mwenyewe, sio kwa sababu wewe umemuoa. Hata mwanaume msaliti, mwanaume mwizi, mwanaume jambazi, ukutane naye ameamua kabla hajawa na wewe. Hiyo ni conscious decision. Ameacha kwa sababu yake. Kwa ata maintain kwa sababu yake, sio kwa sababu yako. Ukimkera tu, kama ameacha kwa sababu yako, siku ukimkera atatafuta njia yake ya kurudi. Kwanza kashaniuzi bana. Mtu yoyote unayetaka kuthibitisha kwamba tabia kaiacha, aiache kabla hajakutana na wewe. Tofauti na hapo, natwanga maji kwenye kinu. Mtu ambaye unaweza ukamwamini ni mtu ambaye labda hapendi dini. Huyo mtu unaweza ukamwamini kwamba anaweza akapenda.
hapendi dini ila ana interest ya kutaka kupenda. Lela, bwana mimi nataka unisaidie bwana, mimi nataka kufanikiwa katika mambo ya ahera. Nimeanza hivi, nataka ni maintain mpaka hapa. Huyu unaweza ukamwamini, lakini msaliti, muongo, mwizi, hapana. Shida. Wajua ubaya wa wanawake ni kwamba hawezi hata kupretend. Akishaingia kwenye dhambi hatoki. Tofauti na wewe. Wewe unaweza ukaingia miezi mitatu ukatoka, ukarudi tena. Ubaya wako wewe ni kwamba nyinyi hamufungi milango. Mkiingia mnatoka, mkiingia mnatoka hivyo. Ila sisi tukiingia ndo kibati. Sasa madam, lakini tunajua kuna changamoto nyingi ambazo zinazojitokeza, na wakati mwingine kuna watu huwa wanaenda kwa watu kwa ajili ya kutaka mahusiano. Je, ni sahihi kumwambia mtu fulani kwamba humhitaji ama hupo tayari kuwa naye kuliko kumchunguza wakati unamwangalia? Anadhani bora zaidi ukisema mapema kwamba mtu humhitaji, kwa sababu utakaposema mapema utampotezea mtu, utamuokoa mtu kupoteza muda. Na saa nyingine unapokuwa kwenye mahusiano na mtu ukakaa naye muda mrefu na ukawa humhitaji, yeye anazidi kukupenda, wewe unazidi kumchukia. Unaona matatizo yanapoingia. Yeye anazidi kukupenda, wewe unazidi kumchukia. Na sio kama mtu ili umpende ni afanye sana, afanye unachohitaji. Sasa unachohitaji hafanyi, na wewe anachohitaji hufanyi. Kwa hiyo anazidi kukupenda, wewe unazidi kumchukia. Kwa utakapomwambia mtu mapema ni rahisi kwake, kwa sababu ataendelea na mtu mwingine. Huoni kama unamfanyia ukatili wakati moyo upo kwako? Sasa mimi, yani ubaya ni kwamba mimi sikuhitaji na siwezi kukupa 100% kwa sababu moyo wangu haujaingia kwako 100%. Kwa kuna wakati itabidi niwe na mtu mwingine ninayemhitaji mimi, niache kukushughulikia wewe. Ndipo hapo sasa utakaposema kwamba usaliti umeingia, au sijui nisikufanyie haki. Unataka kuzungumza na mimi nasikia kero simu yako. Kwa kuambia mtu mapema ni bora, japo wengi wetu huwa hatuelewi. Unajua unaweza ukapanga kwa mapenzi tu kwamba mimi nataka nimwambie mapema fulani kwamba mimi na yeye hatuendani. Lakini fulani akahisi kwamba ile kumwambia kwako mapema, yani kumwambia kwako mapema akahisi kama ni utani. Au anataka nimwangaikie ndio maana ananikatalia. Watu wanakukatalia kwa sababu hamuendani. Kwa wewe akili, yani ujanja ni kutambua mapema ili uweze kujiondoa. Na hakuna hata sehemu moja ambayo inasema kwamba eti kwa sababu huyu mtu umemkosa eti ndio hutopata mtu mwingine kama huyu. Ina maana unataka kukata tamaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwamba Mungu ametoa limited edition. Yaani mtu aliyomuumba ni huyu tu, hakuna mtu mwingine ambaye amemuumba. Hiyo ndio unataka kujaribu kusema na. Lakini kuna wakati mwingine, kwa mfano kama mwanaume akikataliwa huwa anaongeza bidii akijua kwamba mtu huyo atakuwa tu anataka kuniona labda kama vile ni mtu fulani ambaye nakata tamaa mapema au nilikuwa namdanganya. Na hili huwa linatokea kwa baadhi ya wasichana. Unakuta mtu alimfuata mara ya kwanza, lakini akamwambia mimi sikuhitaji na mtu wangu sio na nini, au akamwambia tu mimi sipo tayari kuwa kwenye mahusiano. Lakini yule mtu anapo move on, unakuta tena kuja kumwambia hivi kumbe ulikuwa unanidanganya, ulikuwa hunipendi kweli. Kwa hiyo kuna kasumba hii. Sasa huoni kwamba anatakiwa kurudi mara kwa mara kwa ajili labda alikuwa tu anamtania, anampima kwamba je, huyu ananipenda kweli? Unaweza ukarudi mara ya kwanza, ukarudi mara ya pili. Lakini ukirudi mara ya tatu majibu ni hayo basi. Unaweza ukajaribu, lakini sidhani kama wewe unahitaji mwanamke ambaye ana ndimi mbili. Anakuambia hakuhitaji kumbe anakuhitaji. Nadhani una deserve mwanamke wa maana kuliko huyo ambaye anataka kucheza drama. Mtu anajua anahitaji wale, anajua tu. Wazi usanileteni uji kwanza huku najitafakari. Watu wanataka starter, hawataki chakula. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia kwamba yeye alivyompata mkewe alikuwa na staili yake ya kumtafuta mke anayemtaka. Ilikuwa kila msichana ambaye anakutana naye anatakapo mtongoza ukumuonyesha ule msimamo
kwamba akija kumwambia tu njoo kwangu, yule msichana akakubali kuja, anamweka X kwamba huyu hafai. Akija hivyo hivyo mpaka akaja kukutana na mama watoto wake wa leo, ni kwamba kila alivyomshawishi pamoja na kumpa hela sio na kufanya nini, njoo basi kwangu uje kupaona ufanye nini, yeye alikataa kata, akamwambia fuata taratibu, kama kwako nitakuja kukujua tu wakati huo. Ndipo alipomchagua. Lakini anasema alikutana na wasichana zaidi ya 10 ambao wanakataa, lakini mwisho wa siku akamwambia bwana njoo, ukimbembeleza tu kidogo anakuja. Unaona Kwa hiyo akasema alitumia staili hiyo kumpata mke wake. Unadhani hii staili ya kushawishiana kama hivi ni staili nzuri? Ni jambo la kawaida kwa wanaume. Sio jambo jipya. Wanaume wana mbinu nyingi sana ambazo wanazitumia kutupima. Ila sisi kwa sababu huwa hatusikilizi. Huwa ni mtu akikwambia na kuhitaji, ushavaa gauni ya harusi, ushazaa watoto wake wawili, ushachagua majina. Kwa hiyo unashindwa kufanya vitu kwa ajili kwa calculation, unafanya vitu kwa hisia. Lakini wanaume 85% wote wakija kwako wanakuwa na lengo la kukuoa. Tabia yako ndio itakao assume kwamba anakuoa au anakuchezea. Wewe kama mtoto wa kike, wewe ni swala, mwanaume ni simba. Wewe ndio unatakiwa ujilinde ili usiliwe nyama, sio yeye akupe mbinu. Mimi sishangai kwa sababu hata mimi siwezi kukubali tu mtu anioe nikawa sijampitisha vipimo. Lazima nitakupima usubra yako, huruma yako. Je, wewe ni rahimu? Je, wewe ni mtu kind, mwenye roho nzuri? Je, wewe ni hivi? Yani nitakuangalia kwa vitu vingi. Siwezi kukuangalia eti tu kwa sababu eti tu nakupenda. Hapana. Hata niamke umenikera wiki nzima, sitaki hata kukusikia. Lakini kuna vitu unavyonifanyia najua hapa mtu akinikera, mtu wa kwanza kumpigia simu anipe moyo ni mtu fulani. Ushawahi shika simu yako hivi unatafuta mtu wa kumwambia jambo lako ukamkosa? Hiyo ndio hasara ya kuwa na watu ambao hawana huruma katika maisha yako. Kwa sababu kupenda ni kupenda na kupo. Lakini kuna kuchokana. Kuna kuamka vibaya. Kuna kuamka utaki mambo ya mapenzi. Unahitaji rafiki. Siku ukiwa unahitaji rafiki utafanya nini? Kama ulichagua mume kwa pointi tu ya kupendana. Na honeymoon phase ikipita, miezi 3 ikipita, ile ya kimuemue cha kutakana cha kupendana ikipita, nini kitawarudisha kwenye kikao kama sio urafiki na kutendeana mema na kuhurumiana? Sababu Mwenyezi Mungu amesema ni mapenzi na huruma. Kama yeye alikuwa anajua, yeye anatujua zaidi kuliko kitu chochote hapa duniani, anatujua yeye kwa sababu yeye ndo katuumba. Anajua sisi tunahitaji mahaba na huruma. Na hii ni call out kwa wasichana wote kwamba nyinyi peke yenu ndo mnaamua vitu kama kuku kishingo. Lakini wenzenu wana pay attention small detail. Yaani unaona hiyo detail ni detail ndogo sana, lakini it's a very big thing. Kwamba kama wewe ni mwepesi kwenda kwa wanaume, hata mimi nikikuoa wewe utakuwa mwepesi kwenda kwa wanaume. Unatakiwa unionyeshe msimamo, nikupate kwa shida ndo niweze kukutunza. Kwa sababu hakuna mtu yote anayeheshimu kitu alichokipata kirahisi. Yaani wewe ninapiga tu story na mimi ushazaa. Yaani tunapiga tu story ushazaa. Tunapiga tu story ushapeleleza ninapoishi, ushakuja, ushafanya usafi. Ushaanza kupanga, jiko limekaa vibaya ngoja nilipange. Nyumba hii ina rangi mbaya ngoja nipake rangi nyeupe. Sasa mimi nitakutunza kwa sababu gani? Si yakupata kwa shida. Na wewe unafahamu kitu ukitolea jasho, hata kukivaa ukivai sana, hata kufua hufui sana, hata ile tu kukitimba uwezi kukitimba mara kwa mara kwa sababu unasikia uchungu. Ni kama gari ya mkopo. Yaani ukiendesha unaendesha na yatukuruhusiu, ukipaki unapaki na yatukuruhusiu. Kwa sababu gani? Gari ya mkopo. Nikishindwa marejesho hii gari itairudishaje hadi? Sasa wewe gari umepewa, endesha tu mpaka utakapochoka utanirudishia. Utaitilia manani ya nini?
kama alivyonipa tu mtu mwingine pia atanipa. Una masharti yoyote ya chochote ulichopewa, huna muamana wala huna amana. Na nataka nikwambie, katika watu ambao hawa appreciate vya kupewa ni wanaume. Bora hata sisi tukipewa tunaichukua kile kitu tunakiweka moyoni, lakini wao kitu kama hajakifanyia kazi ukawa tu umempa hivi. Angalia vijana wengi waliofunguliwa biashara na dada zao, anti zao wanachofanya. Au ushao kuona kijana wa pikipiki amechukua pikipiki ya mwenzake anapiga daiwaka anapoifanya? Ngoja niitoe kaboni sasa. Ukiangalia hivi vitu vidogo tu vinakusaidia wewe kama binti, kama mke mtarajiwa, kujua kwamba ujiposition namna gani katika hii society. Watu wote wenye ufahamu wanafanya hivyo. Hakuna mtu yoyote ambaye hajui anatakiwa ale nini. Ndio maana unaona katika hiyo kauli ya kwanza akakwambia, wewe kama ni mwanamume kweli unajitambua, huwezi kutafuta mahusiano na mwanamke miaka 2, yani unambembeleza tu akukubali. Huwezi. Kwa sababu kama hajui anachokitaka, hatojua wewe unachotaka. Ni ngumu. Yeye mwenyewe hajui atakula nini, atakupikia nini wewe? Yaani wewe unataka kupika, unaenda kumuuliza mume, "Sisi tupike nini?" Yeye anakwambia pika tu unavyoona. Sasa hata mimi sioni chochote, kwa hiyo tuketi tu. Au tutaogiza basi. Au tunywe chai. Utampaje mwanaume chai? Yaani asubuhi anywe chai, mchana anywe chai na usiku anywe chai. Kwa sababu gani? Yani hata sina fikra. Kuna watu wanatoa siri zao za ndani za wenza wao kwa marafiki. Hili lina afya kiasi gani? Hususan kwamba tunajua kwamba sawa amekuumiza, na wakati mwingine labda kuliko kupeleka matatizo nyumbani kila siku, labda unaona upeleke kwa marafiki. Ni jambo lenye afya kwenye mahusiano yenu? Shida ni kwamba ile ukienda kumwelezea fulani, wajielezea mpaka na wewe. Kwamba okay, huyu mtu ana matatizo namna hii, na wewe mbona uko naye? Na maana wewe pia una matatizo zaidi yake au kama yeye. Mtu akapoenda kusema kwamba mwanaume ni mchafu, mwanaume si ni mhuni, kwa nini uko naye? Na ulikuwa naye huyo mtu, mathalani mmeachana, ukasema wakati upo naye alikuwa mchafu sana, alikuwa haogi, alikuwa ananuka jasho. Kwa nini unakuja kutuambia? Ina maana hata sisi ukigombana na sisi utasema madhaifu yetu. Kwa sisi ni tutaingia hofu na wewe. Kuna wasiwasi fulani unatujengea kwamba wewe sio mtu wa kuaminika. Hujui, huna kifua, au Waswahili wanasema friji yako haigandishi. Kwa nini unazungumza vitu vya hovyo kuhusu mtu ambaye umeishi naye? Jamani, vipi wewe nafanya? Tulishindwana tu, tulikuwa tuna fikra tofauti. Namba moja. Au bwana, ratiba za kazi zilikuwa ngumu, yeye yuko busy na mimi niko busy, kwa hiyo tukawa tunakosa muda wa kuwa pamoja. Au yeye alihamia mji mwingine na mimi niko mji mwingine, kwa hiyo mahusiano ya long distance ni magumu sana, mimi nikashindwa. Au wazazi bwana hawakukubali mimi na yeye tuwe sawa pamoja kwa sababu ya kabila tofauti. Au dini bwana, msimamo wake wa kidini na wa kwangu tofauti. Hizo sababu tu nzuri zinazo kuweka wewe kwenye uwanja kwamba wewe ni mtu mwenye hekima. Yani yule alikuwa kama panya, yani alikuwa kama panya. Yani anatafuna kila kitu. Kila mwanamke anayemuona anamtaka. Yani sije kumuona mwanaume ambaye hawezi kucontrol sehemu zake za siri kama yule. Sasa mbona ulikuwa naye? Hata mimi mwenyewe sijui. Kwa wewe pia hujielewagi. Yani unaweza tu mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.